tunashughulikia falme ambazo zimejengwa kinyume na ufalme wa Mungu. Mungu anataka apate watu watakao kuwa tayari ili aingize mamlaka yake, ageuze, abomoe, aharibu, ang'oe tawala falme zote ambazo zimejengwa kwenye maisha ya watu, kwenye nafsi za watu, kwenye mioyo ya watu, kwenye uchumi wa watu, kwenye familia za watu, kwenye masomo yao, kwenye mipango na miradi yao. Kuna falme zinapambana kuhakikisha watu hawavuki. Lazima mtu mmoja ambaye na yeye amekaa katika baraza la Bwana akavishwa vazi la kifalme. Na hapa tunazungumza juu ya neno. Neno ndiyo jibu pekee kugeuza, kubatilisha, kupindua, kubomoa, kuharibu, kung'oa, kuangamiza chochote kilichojengwa na shetani kwenye maisha yako na maeneo mengine. Ni neno pekee. Na mimi nashukuru sana Mungu kwa kunivuvia niweze kuliamini neno na kulikubali na kuliruhusu ili kufikie wewe. Maana imeandikwa katika Ufunuo 19 mstari wa 13 hadi 16, inasema amevishwa vazi lililochovya katika damu, na jina lake anaitwa Neno la Mungu. Alafu akapanda farasi mweupe, na majeshi ya mbinguni yakamfuata. Kwa hiyo neno ni mfalme. Neno anafuatwa na majeshi ya mbinguni yanamfuata neno aliyeunganika kwenye damu. Na ndio maana Biblia inatuelekeza kwamba mamlaka yetu huanzia pale kwenye agano la damu ya Yesu, agano la jipya ambalo ni la damu. Kwa hiyo wewe ambaye umeikubali damu, jambo la kwanza ni lazima ujiunganishe na damu, ndipo unakuwa na haki ya kuwa kwenye agano. Agano ni ule upande wa pili, yani mbinguni. Huu upande wa pili duniani, upande wa pili mbinguni. Ili uweze kuja kwetu lazima tuingie agano. Agano hili imeandikwa na Yesu, ndiye mjumbe wa agano jipya kwa damu yake mwenyewe. Ndiyo alimnunulia Mungu watu wa kila taifa, watu wa kila lugha, watu wa kila rangi. Aliwanunulia Bwana, akawafanya kuwa ufalme, akawafanya kuwa makuhani juu ya nchi, tukapewa kumiliki, tukapewa kutawala. Kwa hiyo damu ya Yesu Kristo inatupa haki. Ndio maana Biblia inazungumza si tu neno lolote, si tu maneno yoyote, sio tu mahubiri yoyote. Lazima mahubiri yoyote, hata kama hujatamka, si lazima usitamke damu ya Yesu, lakini moyoni mwako lazima uwe umeanza na agano. Lazima utambue kazi ya msalaba, lazima utambue damu ya Yesu inakupa uhalali wa kutamka maneno, na yale maneno ambayo unatamka yanatoa kinamna mbalimbali. Sasa hapa anaongelea kwa namna ya kifalme. Maneno unaweza kuyatamka yakatoka kwa namna ya kikuhani, yakasamehe watu dhambi, yakasaidia ukamuomba Mungu akawasamehe watu dhambi, yakatoka maneno kama ya kikuhani. Lakini maneno pia yanaweza kutoka kwenye mdomo wako yakatoka kama nabii, lakini kuna maneno yanaweza kutoka kama mfalme. Sasa kila neno linalotoka linapokea utukufu kama lilivyotoka. Na mimi sasa naongelea neno linalotawala, maana kinatoka kama mfalme. Ndio maana mstari wa 16 anazungumza kwamba ile Ufunuo 19 mstari wa 16 anasema mavazi yake yalikuwa yameandikwa pia, na kwenye paji lake ilikuwa imeandikwa huyu ni mfalme wa wafalme. Yani neno
huyu ni mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Yesu Kristo ni mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Ndiye lile jiwe ambalo lilikuja siku ile ya Nebukadreza likaivunja sanamu, falme zikaanguka, na hilo jiwe, hilo neno linatarajiwa halitafanyika tu hivi hivi. Ni kwa sababu kuna mtu ameelewa litawezaje kuijaza dunia. Milima ikainuka kupitia neno hilo ni tawala zitakazoinuka kupitia neno. Wahubiri, watu si tu wahubiri, ila neno litakapoingia kwenye maisha ya watu, hao watu ndio wanatazama kama milima. Yaani wewe ndio unakuwa mlima unaotawala. Mlima huo utaanza kujaza dunia. Mlima maana yake, mfano familia nzima ikiingia neno, alafu falme za giza zinaondoka, magonjwa yanaondoka, umaskini unaondoka, chuki zinaondoka, mambo ya mabaya yanaondoka, hiyo familia inakuwa na furaha. Alafu familia ya pili, pengine kijiji kizima, pengine mkoa mzima wa Dar es Salaam, pengine nchi nzima ya Tanzania, pengine Afrika nzima, pengine dunia nzima. Kwa hiyo miliki watu kwa neno, ndio mapinduzi hayo, ndio jiwe linafanya kazi. Kwa neno linapoanza kutawala watu, ndio hivyo mlima, dunia inaanza kujazwa na tawala mpya. Utawala mpya unaanzia mwenye maisha ya watu. Ndio maana shetani alipotaka kuipindua dunia, alishughulika na mwenye mamlaka tu, alimpindua tu Adamu. Walipompindua Adamu, wakaichukua dunia. Kwa hiyo unapopindua, neno likikupindua wewe, kama ambavyo limenipindua mimi, ndio maana nimekuwa mhubiri. Pengine ningekuwa mtu mwingine tu, napiga na nacheza disco huko na kadhalika, niko kwenye mabaa na kadhalika. Lakini kwa nini niko hapa? Kwa sababu neno limenipindua, limenishinda, limeniponda, limenibadilisha. Sasa linanifanya mimi ndani yangu itoke mamlaka nyingine ambayo inafanya kusudi na mapenzi ya Mungu. Sasa nilianza kuelezea falme hizi zipo katika sura mbili, kweli ya sura mbili. Sura ya kwanza ambayo tumeizoea, tunaona falme ambazo zinaonekana, majeshi, watawala, wafalme wanaoonekana, na ikulu ziko mahali fulani, na mamlaka tunazozijua, majeshi tunayoyaona, tunaelewa hizo ndio falme za duniani. Lakini sasa mimi nikabezi kwamba upande wa pili kuna falme ambazo zipo katika ulimwengu usioonekana, ambazo zinatajwa kama falme za rohoni. Hizo huwa ni lazima ziwe zimeoana, zimeshikamana, zimeelewana. Ndio hiyo naingia agano. Ulimwengu usioonekana wa Mungu aliyeumba mbingu na nchi, na ulimwengu unaoonekana ambao ni mimi. Lazima wewe uungane na ulimwengu usioonekana ambao ni Mungu mwenye mbingu na nchi, ndipo ule ufalme wa Mungu ni upokee. Wewe unanitazama mimi kama Dr. King, lakini mimi sijitazami hivi. Mimi niko hapa naona sio mimi naishi, bali Kristo ndani yangu. Sio mimi ninayezungumza, bali Kristo ndani yangu. Sio mimi ninayetoa amri, bali Kristo ndani yangu. Kwa kuna aliye ndani yangu. Lazima mimi nijue, lazima wewe ujue kwamba yuko mfalme ndani yako mwenye nguvu zaidi, ambaye ndiye anaogopewa na majeshi, ambaye ndiye wanamtii. Yupo, sio mimi, lakini yupo ndani yangu na yupo ndani yako. Huyo ndiyo tishio ambao wachawi wakiangalia wanamuona, waganga wanamuona, mizimu inamuona. Ndio maana mahali fulani Yesu alipofika, mapepo yalimuona, yakamkimbilia, yakaanguka, yakasema, tuna nini na wewe Yesu, mwana wa Mungu aliye juu? Umekuja kututesa? Umekuja kutuangamiza? Maana yake walimuona sio mtu, walimuona ni mtu anatembea, lakini walimuona ufalme ambao ni mkubwa zaidi, mfalme mwenye mamlaka ya kuangamiza. Ndio maana umekuja kutuangamiza. Lakini watu wengine waliona ni binadamu wanatembea, lakini mapepo yaliona huyu mtu kabeba kitu tofauti, huyu mtu kabeba ufalme mwingine, huyu mtu ana nguvu za tofauti. Na wewe vile usijione wa kawaida, Unapotembea
lazima ujue ukipanda kwenye basi, kama kuna nguvu za kichawi, watajua ufalme umeingia kwenye basi, ufalme umeingia kwenye basi. Ukiingia kwenye bajaji, ufalme umeingia kwenye bajaji. Ukipanda bodaboda, ufalme wa Mungu uko kwenye bodaboda. Ukienda ofisini kwako, ufalme wa Mungu umeingia ofisini. Ukipanda ndege, ni ufalme wa Mungu. Wewe umekusanya mamlaka ya kimbingu. Kwa hiyo unaona, hata wale watu walioigiza walipotamani sana mamlaka ya kimungu iliyokuwa inatenda kazi kupitia Paulo, wakapenda sana hiyo nguvu, wakaanza kuigiza. Mapepo yakakasirika sana. Kwa Paulo mapepo ilikuwa yanadondoka, inapiga kelele, inakimbia. Lakini hawa walikuja na style ile, wakasema kumbe mtindo ni kusema kwa jina la Yesu toka, kwa jina la Yesu toka. Kumbe namna ya kushughulikia mapepo ni kusema kwa jina la Yesu toka. Lakini hawakujua kumbe kuna siri. Kuna siri. Siri hiyo ni lazima uwe na agano, lazima uwe na uhusiano. Hawakujua hiyo kitu. Walipoyakemea, mapepo yakawageukia, yakamwambia, ninyi akina nani? Paulo tunamjua na Yesu tunamjua, ninyi ni nani? Unaona, mapepo yanajua mtu aliyeubeba ufalme. Wewe umeubeba ufalme, usiogope. Wewe ni hatari sana, wewe ni tishio la ufalme wa giza. Sasa mstari wetu wa Efeso 6 mstari ule wa 12, hebu tuusikilize ndugu yangu, nisomee nikupatie ufunuo wa ziada, alafu nipande niendelee kwenye vipengele vingine. Karibu sana. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Amen. Sana. Sikiliza. Jana nilikwambia hivi, kumbe hatushindani na wanadamu, hatushindani na wenye mwili. Ingawa wenye mwili ndio wanatukorofi, tunaona wamekorofisha, ndio wanatuudhi, ndio wanatutendea vibaya, lakini kumbe vita yetu haianzii kwenye wanaotumiwa tuharasi, kutukorofisha. Sasa hapa nazungumza kitu kikubwa sana. Jana niliongelea vipengele viwili, kwamba tunashindana juu ya falme. Hiyo ya kwanza ni falme, tuliongelea sana jana. Ya pili tunashindana na mamlaka ambayo pia jana sikiongelea sana. Niliongelea ya tatu, tunashindana juu ya wakuu wa giza. Ya nne ambayo pia jana tuliongelea, tunapambana na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, sio ulimwengu unaonekana. Sasa ngoja nikuwekee ufunuo hapa. Bado nitabezi pale. Leo nitabezi sana kitu kimoja zaidi. Yale majeshi ya pepo wabaya ndio nitabaki nayo hapo. Nitabaki nayo tena. Lakini ngoja nikupe ufunuo. Katika ufalme kuna ngazi au madaraja. Sasa kuna daraja au kuna ngazi ambayo inaitwa, kwa Kiingereza wao wanaitwa ni decision makers, watoa maamuzi, wafanya maamuzi. Kuna ngazi ya wafanya maamuzi, ndio ngazi ile ya kwanza ya mfalme, na ile ya pili ambayo ni ya mamlaka. Hao ni watoa maamuzi, ndio wanaamua mambo kwa ajili ya sheria gani zitungwe, sheria gani zisimamie nani, adhabu gani itungwe. Hao ndio watoa maamuzi. Kwa hiyo hao watoa maamuzi huwa wameshatoa mwongozo, maelekezo
ambayo wewe unapopambana na watekelezaji, watekeleza maamuzi, watekeleza sheria. Sasa ile giza nikwambia ndio sheria zenyewe zile, ambapo utamaduni unaingia hapo, sheria zinaingia hapo. Kunaweza kutungiwa sheria mbaya kabisa, ikatungwa sheria ikifika saa 12 atakayeonekana nje apigwe risasi. Hiyo ni sheria. Hata kama ulipigiwa gari, sheria kama inasema hairuhusu kumuuliza mbona umechelewa, akionekana nje apigwe risasi. Kwa waliopigwa risasi wote, hata kama wana sababu nzuri, sheria itakuwa imechukua mkondo wake. Sasa hilo giza linakuwa linafanya watu waone mambo hayo ni sawa sawa. Sasa ile majeshi ya kazi yao ni kusimamia sheria, ni kuhakikisha utekelezaji, ni kuhakikisha kama ni maamuzi, watu wa maamuzi wanataka uwe masikini, wale mapepo ndio pepo wa maskini anakuja kukufunga uwe maskini kabisa kabisa. Kama maamuzi yametolewa wewe ufe, ndio mapepo inakuja kuleta kifo, aidha cha ajali au cha chochote. Kama maamuzi yametolewa uwe mgonjwa, pepo la magonjwa linakuja na kukalia. Kama maamuzi yanasema uwe tasa, ndio pepo linakuja na kushikilia ubaki hapo. Kwa hiyo kama pepo kama maamuzi yameelekeza wewe usiwe na ndoa, basi hutapata ndoa, maana ni pepo linatekeleza ile maamuzi. Kwa ndio maana utaona kuna hali ya vita. Sasa piga picha, yaani hata kama tungekuja kwa lugha ya kawaida, kwamba au majeshi ya kawaida, askari wa kawaida waliopewa oda na mfalme kwamba nendeni mkamuue fulani, mkampige fulani, hata kama huyo askari ni muungwana, ana huruma, yeye atabanwa na maelekezo, atakuua, si yeye kuua. Ndio maana askari akikuua hajakuua yeye, yule aliyetoa maelekezo huwa ndio amekuua, ndiye aliyetoa maelekezo. Kwa hiyo sasa wewe utapambana kulingana na agizo na uzito wa mtu. Pengine ameletwa mapepo aina kadhaa, makali zaidi, yenye nguvu zaidi, yenye maumivu zaidi. Kwa yanakuja mapepo kuhakikisha hapo kwenye hiyo shida hautoki. Sasa kama wewe ni mlegelege tu, ni kitu kadogodogo, anatuma pepo moja tu. Lakini kama wewe ni tishio, wanatuma mapepo wengi wanakuja, wanahakikisha huvuki. Kila ukijaribu hili linatokea jambo la kama mkosi hivi, biashara inavurugika. Inatokea moto unalipuka, inachoma biashara. Inatokea mkosi fulani. Mbona mambo unajitahidi, unakopa mkopo mwingine, unaanzisha jambo, nguruwe wanakufa wote, ng'ombe ugonjwa unaingia unafagia wote. Unajitahidi kwa kweli, unalima huu mwaka, miaka 3 hujalima, watu wamevuna sana. Huu mwaka umelima, unakuwa ni mwaka wa mgogoro, mvua haipo, mkopo umeisha, au mavuno yamekuja, mazao yanakuja vizuri, lakini ukawa mwaka wa njige, wa wadudu wanafagia mazao yote, unashika kichwa tu hivi. Unaona mbona hii jambo ni hatari? Wakati nikisema mwaka huu silini, watu wanavuna mpaka unashangaa. Ujue kwamba umewekewa walinzi, usifufuke kwenye uchumi, usifufuke kwenye jambo lako, usistawi kama vile Yesu alivyowekewa jiwe, mapepo yakalindeni asifufuke. Kuna watu wamewekewa walinzi wasitoke kwenye hiyo hali, wabaki hivyo hivyo. Unataka kudunduliza hela, ununue kiwanja, linatokea kutokea linakula hela. Unadunduliza hela ufanye, inakula hela. Kwa hiyo usichukulie mambo poa. Usichukulie mambo nimeongea poa nini tena? Usichukulie mambo kirahisi. Maana yake ni mambo, uchukulie mambo serious. Chukulia mambo kwa kumaanisha, usichukulie tu kawaida kwamba mtaji umeenda tu. Lazima urudi kwamba kuna ulimwengu mbaya wa kipepo, wamechukua maamuzi. Kuna maamuzi ambayo yamesema
kuhusu wewe, mengine yamesema kuhusu ukoo wako, mengine yametaja maamuzi, watu wa maamuzi, decision makers wamesema ukoo huu, tumbo la mtu huyu halitapata wafalme, halitapata matajiri, halitapata wanaojenga nyumba. Imeandikwa, andikeni habari ya mtu huyu kwamba hakutakuwa na hiki na hiki, hatafanikiwa katika mambo yake yote, imeandikwa. Ardhi, enshi, andika habari ya mtu huyu. Sasa imeandikwa, hayo mapepo yanachukua maamuzi yaliyoandikwa juu yako kwamba huyu mtu hata cheo kidogo asipate, huyu mtu asipate mafanikio yoyote. Kwa hiyo wewe usichukulie kirahisi, lazima tuelewe nafasi ya neno, tuanze kuchukua fursa ya kuzikabili falme hizi, tuzifuate, tuzikabili, tupambane. Haya majeshi walikuongezea ufunuo. Unajua, unapotaka kupindua yule mfalme, yule decision maker, yule mtu wa maamuzi, watu hao wapigani na wafalme. Umeshaona watu wanapigana na wafalme? Nchi zinapopigana vita, wanaenda kupigana na mfalme? Hapigana na mfalme, wanapigana na nguvu zake, majeshi. Ukiashinda majeshi, mfalme amedondoka ghafla tayari. Kwa hiyo hayo mapepo yanayotumwa ndio majeshi ya yule aliyeyaelekeza. Kwa hiyo wewe ukiyashinda, yule amedondoka tayari. Kwani huwezi kushindana na mfalme kwa sababu nguvu zake ni majeshi, nguvu zake ni silaha zake. Kwa hiyo wewe na wewe ukienda jeshi lako, unapambana hayo majeshi, ukayashinda, ukayapiga, ukabomoa, ukaachilia makombora, maana yake wakishajisalimisha wao, automatically yule anatoka kwenye kiti, hana nguvu. Nguvu yake ni majeshi yake. Shetani hana nguvu zaidi, wachawi hayana nguvu, kwa sababu ukichambua kupiga, kuharibu zile falme zina nguvu. Tunapozungumza tunavunja falme, tunamaanisha majeshi, tunamaanisha zile mapepo. Yale mapepo ndio yanapigana vita, yanakufunga. Yeye katamka neno tu, mfalme katamka, mfungeni huyo, piko inafungwa, mpatieni maskini. Kwa hiyo anayekufunga ni pepo, anayekulinda ni pepo, anayekushikilia ni hiyo pepo ili usitoke. Kwa hiyo yule ametoa maelekezo tu, kuenda kupambana yule anayekulinda, ukammaliza yule hana nguvu. Sikiliza nikwambie. Kuna wakati katika kitabu cha Yohana, ule mstari sura 7 mstari kama ya 40 kuanzia 40 kitu hapo, kama 44 hivi, walikuwa wale wakubwa walikuwa wameelekeza maaskari wakamkamata Yesu. Halafu wakaenda, walipofika kwa Yesu wakashindwa kumkamata. Sababu na Yesu pia alikuwa na ulinzi wake wa kimbingu, hawakujua. Wanaona tu wanamuogopa. Kuna wakati ambao Mungu akisema hukamati. Halafu anasema wakarudi, mbona hamkumleta? Ina maana wao, kuna wanaotumwa wakamlete, kuna wanaotumwa wakamkamate, kuna wanaotumwa wakamshike, kuna wanaotumwa wakamuumize. Kwa hiyo kuna watumwaji. Hawa watumwaji ndio naongelea, ndio mapepo yanatumwa, ndio majini yanatumwa, yao ndio wanatumwa. Sasa ujue hilo. Ukishajua kuna watumwaji, hao watumwaji wakikukuta huko sawa, ndio wanasema huyu haingiliki, huyu hawezekani. Ndio wanarudi, mbona mmeacha? Mpaka hapa tumepata picha nzuri sana. Mungu akubariki wa kupata ufunuo huo. Sasa haya majeshi, hii vita ilianzia wapi? Hao mapepo ni akina nani? Kwa nini tunashindana nayo? Tupate ukweli fulani ili uelewe kwamba katika namna ya kimsingi hao mapepo yameshashindwa. Tukiunganika na yule aliyoyashinda, sisi tumeshatangazwa washindi tayari. Ila tukiogopeshwa tukachukua bidii yetu na kujitetea kwetu kibinadamu, ndiyo tumeshindwa, kwa sababu hatuwezi kushindana na mapepo. Nguvu zao ni kubwa kuliko sisi. Lazima sisi tujue chanzo cha vita yetu. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 7 hadi ule wa 9. Tusome. Kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka,
Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani, aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Tumeona hapo vita ipo. Sasa hiyo vita tunapata picha kwamba kumbe joka ni Shetani. Kumbe alikuja alinyakua karobo theluthi kamoja. Hao ndio malaika zake, ndio mapepo hayo. Kwa hiyo kuna mapepo ambao kuna theluthi moja ya tatu, theluthi moja walishuka na Shetani, walikuja na Shetani, walifukuzwa mbinguni. Kumbe hao ni malaika. Unaona, hawa ni malaika walioasi, wakapigania wapindue, wakashindwa. Mikaeli akawashinda, wakatupwa duniani. Sasa wakatupwa, walipotupwa, nisikilize, wametupwa. Na ndio maana sasa ukisoma mstari wa 10 nasema mbinguni wakasema kumekuwa furaha, kumeamani, wale waasi wameondoka. Duniani sasa wamekuja huku kwetu. Sasa sisi tumeelekezwa kuwashinda kwa namna gani? Ndio mstari wa 11 anasema nao. Hebu tusome mstari wa 10 na 11 ili tumpe mtu kitu kizuri hapa. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa kwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake. Kwa maana ametupa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Maelekezo ndio hayo sasa. Yaani ameshatupa huku kwetu chini, sasa na sisi kumbe huku chini kule mbinguni kapigwa, huku chini tunampigaje? Tunampiga kwa damu. Unaona point hapo? Huku chini tunampiga kwa damu. Akija chini piga kwa damu, kwa kuiamini damu ya Yesu. Damu ya Yesu kiamini, maana yake ni ule ufalme wa Mungu uliopiga kule unashuka pale. Unakuja hapo kumpiga kwenye maeneo yao. Kwa hiyo nao wakamshinda kwa damu. Ndio maana tunataka uelewe ya mambo. Uelewe ushindi wa kujitahidi. Ushindi wa kujitahidi. Kwa hapo nimekupa hizo point tayari. Nimekupa ufunuo mkubwa sana. Ili ujue yule ameshashindwa, hata shinda milele. Ndio maana Yesu alipokuwa duniani akasema, tazama nimewapa mamlaka, amri ya kukanyaga nyoka na nge, Shetani. Tumeona hapa Shetani anaitwa joka, nyoka. Tumepewa mamlaka kumkanyaga nyoka, ndio Shetani. Kanyaga Shetani. Hiyo ni amri, ni mamlaka. Wewe umepata mamlaka. Na wewe pia uko chini ya decision maker. Yaani uko chini ya mtoa maamuzi. Mtoa maamuzi ni nani? Ni Yesu, mfalme wetu. Ameshakwambia kanyaga. Kwa hiyo wewe nao ukisema okay, unaposema na kukanyaga, wale malaika kama vile ambavyo mapepo yanaenda kusaidia waovu, na sisi tukianza kutamka kupitia imani katika Kristo Yesu na damu ya Yesu, sasa malaika waliomfurumisha kule wanashuka katika jinsi ya rohoni, sababu hili vita rohoni, wanamfuata. Usema na kukanyaga, yanaenda inamzima chini. Ukisema kanyaga nyoka nje, malaki kanyaga nyoka nje, magonjwa, laana, mikosi, mauti. Nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Wala adui ndio huyo Shetani. Wala hakuna kitu kitakachoweza kuwashinda, kinachoweza kudhuru. Hakuna kitu. Sasa Shetani ni muongo, linatutisha, ananguruma kama simba angurumaye, akijifanya na nguvu. Tukitishika ndio anatumeza. Lazima ukatae. Sema hata kama una ugonjwa unaokusumbua, sema uniwezi Shetani, huu ugonjwa utaniua, hii shida haitaniua, mimi si maskini. Hata kama una mapito, haya mapito hayaniwezi. Umekaa katika mazingira fulani, unaanza kusema nina urithi tu wa hali ya ukoo wangu, sitafanikiwa. Hapana, sema mimi ukoo wangu ni wa mbinguni, ukoo wa duniani nimeshajitenga na jitenganisha nao. Nina familia mpya, familia ya Yesu Kristo, ufalme wa Mungu. Napokea urithi kutoka mbinguni. Urithi mbaya ninajitenga. Mimi najiunganisha na urithi mwingine ambao mbingu imeshanipa. Kwa lazima ukatae. Alafu wewe unaletea mawazo, sasa ngoja nikujie. Na kujia kwa jina la Bwana wa majeshi ya Israeli ambao mnanitukana. Maana huyo anakutukana, huyo anakuambia umaskini. Unamjia Goliati kwa jina la Bwana. Mjie shida kwa jina la Bwana. Piga kwa jina la Yesu. Na kwa jiwe dogo tu, jiwe la kombeo ni neno.
tuma jiwe moja dogo, neno moja tu, piga Goliati kwenda chini, kata kichwa yake. Matatizo, mapepo yote yaliyokaa ndani ya watu, ndani ya mazingira, ndani ya hali fulani, vuruga, vunja. Mapepo yakiondoka, hali ile inabadilika, mazingira yanabadilika. Sasa tumeanza kuelewa vizuri. Sasa nataka nikuonyeshe vitu ambavyo nilikwambia jana. Haya mapepo yana style ya kugeuka kuwa pepo la uongo, pepo la maskini, pepo la aina mbalimbali. Sasa tunaangalia mahali sehemu tatu katika Mathayo 8 mstari wa 28. Tunaona yule mtu, kuna watu wawili hapo natajwa. Naamini Mathayo alikuwa makini zaidi, aliona wengine waliona kama ni mtu mmoja, lakini aliona wawili. Pengine wale wengine walidhani labda yule ni mtu mzima anamsaidia mwenzake, lakini Mathayo alipochunguza kuna wote wana hali moja. Kwa ndio maana hizi injili, habari zote unapochukua Mathayo, Marko, Yohana na Luka zinaleta maana kamili. Sababu kwenye mchezo wa mpira, mwingine interest yake anapenda chenga. Kwa ukikaa ukielezea mchezo, atakuwa anaelezea chenga tu. Mwingine anaelezea magoli tu, mwingine anaelezea golikipa alivyokuwa mahiri. Kwa hiyo ukipata watu tofauti ndio unaleta picha nzuri ya mchezo. Kwa hata hizi injili walikuwa wanaandika kwa mvuto. Mwingine anavutwa na miujiza. Marko, ukimchukua Marko, utaona ameandika miujiza mingi sana. Sababu alikuwa anaandikia watu wa aina hiyo wanaotaka kuona miujiza. Kwa alikuwa anaandika Yesu ni mtenda miujiza, ana nguvu. Alikuwa anaandikia Wayunani ambao wao ni wenye kiburi, kwa anaonyesha Yesu naye ana nguvu za kimiujiza. Kwa alikuwa anaandikia aina fulani ya watu. Utaona Mathayo anaandika kumtaka kumwonyesha Yesu ndiye mfalme, ndio Masihi, jamani, yule ambaye mnamngoja ndio huyu. Kwa hiyo utakuta anaongea zaidi mambo ya mfalme. Kwa hiyo ni tofauti injili zimeandikwa. Sasa tusome ile mstari wa 28. Soma mstari wa 28. Mathayo 8 mstari wa 28. Naye alipofika ng'ambo katika nchi ya Wagerasi, watu wawili wenye pepo walikutana naye. Wenye pepo wanatoka makaburini. Wakali mno, hata mtu asiweze kuipita njia ile. Sasa pointi yangu leo nataka kuonyesha hawa pepo aina yake ilikuwa ni ipi? Wakali mno. Hiyo ndio pointi yangu. Wakali mno. Sasa unaweza kuona mtu ni mkali mno. Kuna wakorofi mno, kuna wajeuri mno, kuna wasio na huruma mno, kuna wakandamizaji mno. Kumbe unaweza kuwa na pepo wa ukali mno. Sio ukali wa kawaida, yani yule hajali, yani ni katili, yani ni mtu hatari, hahurumisha, ni mkali. Hawa walikuwa na pepo ni wakali mno. Njia ile ilikuwa watu hapiti mtu pale, pita pale unapata kibano, ni wakali. Kwa hiyo naanza kukuonyesha aina mbalimbali za mapepo inavyokaa ndani ya watu na yanavyojidhihirisha. Yanaenda kujidhihirisha kama kiburi cha kutisha, kiburi kibaya sana. Yakajidhihirisha kama hivi, mwenye matusi sana, matusi yanayopitiliza. Mpaka unasema jamani, huyu ni nani? Anaongea matusi, mpaka ni pepo ya matusi hiyo, matusi kweli kweli. Mwingine ni ufukara, ni wakupita kawaida. Kwa hiyo nataka nikuonyeshe, unaona wakali mno. Wakali hiyo nataka uishike hiyo na ushughulikie hiyo roho. Tunataka kushughulikia mapepo hayo. Vuruga, vunja, haribu, vunja haribu hizo roho. Vunja kabisa maroho hayo yanayokaa ndani ya watu. Sasa tunaenda Luka sura 8 hiyo mstari wa 27 hadi 30. Tunapata kitu kingine hapo. Soma ndugu yangu. Luka 8 mstari wa 27. Tunaangalia aina ya mapepo yalivyokuwa ndani ya hao watu. Ndio nataka leo upate hiyo point. Neno la Bwana. Naye aliposhuka pwani, alikutana na mtu mmoja wa mji ule mwenye pepo. Hakuvaa nguo siku nyingi, wala hakukaa nyumbani, ila makaburini. Sasa sikia, kumbuka ni situation hii. Kwa hiyo mtu kwanza alikuwa na roho ya pepo la ukali, lakini pia pepo lingine lilikuwa linakataa nguo, limemvua nguo. Hakuvaa nguo, alikuwa uchi, alikuwa hajavaa nguo. Ya pili, lilimfukuza nyumbani, hakukaa nyumbani kabisa, lilimzuia asifike nyumbani, hakutakiwa kuchangamana na watu wengine. Ya tatu alikaa makaburini. Sasa unaona, hiyo ni aina ya pepo aliyekuwa amemvua nguo, amemuondoa nyumbani,
amemweka mahali pabaya. Sasa hebu endelea. Alipomwona Yesu alipiga kelele, akaanguka mbele yake, akasema kwa sauti kuu, nina nini nawe Yesu mwana wa Mungu aliye juu? Na kusihi usinitese. Kwa kuwa amemwamuru yule pepo mchafu amtoke mtu yule. Sikia, pointi hii. Wewe unakaa mahali pa Yesu, wewe ndio unakaa mahali pa Kristo, kwamba ukitokea, kumbe agizo, jukumu letu ni kumtoa. Jukumu letu ni kuwatoa pepo. Ndio maana Yesu kumbe alimwambia mtoke mtu huyu, mtoke mtu huyu. Tunataka tufingie ufunuo usiku wa leo na siku nyingine unayofuata. Anza kuomba watu watoke, mapepo ya watoke, mapepo mabaya ya watoke. Anza kuomba mapepo yanayokalia watu ya watoke, yatoke. Wengine amekalia biashara, wengine amekalia afya, wengine amekalia ndoa. Tuamue ndo neno liende tu. Yesu ndio sisi. Sasa sisi ndio Yesu. Anasema aliye ndani yetu, Yesu Kristo ndiye mwenye nguvu. Kwa ni lazima Yesu aendeleze kazi. Yesu aendeleze kazi kupitia sisi. Kazi aliyotuambia, toeni pepo. Toeni pepo. Uwezo wa kutoa pepo upo. Sasa wewe, sisi tumedanganyika na ile pepo na pia kelele peke yake. Mapepo hapa naelezea ni aina ya tabia, aina ya mambo yanayojidhihirisha kwa njia mbalimbali. Ndio ni pepo la maskini, pepo la magonjwa, halipigi kelele, lakini pepo la kiburi, ni pepo la dharau, pepo la yote yani mapepo. Usiangalie tu yale mapepo yanapiga kelele, naungua. Hiyo ni mapepo fulani, mengine ni aina nyingine, lakini kuna mapepo yamejengwa kwenye muonekano wa umasikini. Ni pepo la maskini. Ulitoe, lazima ulitoe, tulitoe. Yesu akasema toka pepo. Lazima uamue kusema pepo toka. Kwa jina Yesu, pepo toka. Na usiku unasema mapepo, tunaamuru popote mlipokaa, toka kwa jina Yesu. Hata kama kuna mtu aliyoagiza, tunawashinda majeshi ya kipepo. Toka, achia mtu huyo, achia ndoa hiyo, achia familia hiyo, achia uchumi wake, mwachie. Tunakuamuru pepo toka kwenye mwili huo. Achia mwili huo, achia nafsi yake, achia roho yake, achia watoto wake, achia tumbo lake, achia miradi yake, achia elimu yake, achia nyumba yake. Pepo toka, mwachie mtu. Pepo la ukali toka, pepo la kiburi toka, pepo la kuvua nguo toka, pepo la kukaa makaburini toka, pepo toka. Unaokimbia nyumbani, haukai nyumbani, umezurura tu, toka hiyo pepo. Imwachie mtu huyo, tunafungua akili yake, arudi nyumbani, arudi kwa familia. Baba yule aliyeshikwa pepo anazurura, toka pepo, achia mtu huyo, arudi kwa watoto wake, arudi kwa familia yake, ahudumie watoto wake, asomeshe watoto. Pesa anazosambaza kule kwa maeneo yasiyofaa, tunamkomboa huyo mwanaume, tunamkomboa, tunamfungua. Mapepo yawachie, akili yake mrudie, awajali watoto wake, awatunze, awalishe, awavishe nguo, ajenge nyumba, apate kiwanja, ajenge nyumba. Mapepo ya uzembe toka, ya uvivu pepo toka, pepo ya maskini toka. Tunaingiza roho ya kuchapa kazi, roho ya ushujaa, roho ya maono, roho ya kupanga mambo, roho ya kuamini, roho ya kupata mafanikio, roho ya kuinuka, roho ya kustawi, roho ya ushindi, roho ya afya, roho ya furaha, roho ya amani, roho ya upendo ikuingie na upendo wako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, amina. Sasa nisikilize. Tunaenda sura ile malizia. Endelea. Maana amepagawa naye mara nyingi, hata alilindwa kifungoni na kufungwa minyororo na pingu. Akavikata vile vifungo, akakimbizwa jangwani kwa nguvu za yule pepo. Nguvu ya pepo inakimbiza watu kwenye maeneo mbalimbali. Kuna nguvu ya pepo. Kuna wengine unajua tunamkamata mtu. Huyu alikuwa anakamatwa, wanafikiri ni anajifanya. Kamata, funga pingu, tunaupiga mwili, naotesa mwili wake, kaa hapo chini. Kumbe mwenzetu jamani yuko kwenye mateso. Hatujui. Kuna watu tunawaumiza mara ya pili. Pepo limemfunga, pepo linampiga kibano, na sisi tunawafunga pingu tena. Unaona hapo? Yeye kishafungwa pingu na lipepo limeshamkamata. Sisi tunaona kaya, kamata, funga pingu. Tunaanza pia tunaona huyu mkorofi, piga viboko. Kumbe mwenzetu anafukuzwa, kimbia milimani, majangwani. Ndugu zangu, tusichukue vitu
kwa njia rahisi. Kuna watu unaona tabia hii imevuka mpaka. Hii sio tabia ya kawaida. Hii sio tabia ya kawaida. Tuwasaidie, tuombe, tusikate tamaa. Mungu atatusikia, watafunguliwa, Roho wa Mungu atashuka, majeshi ya Mungu, Roho wa Bwana, jiwe kutoka juu, neno la Bwana itapiga ufalme ule. Yule mtu atakombolewa, atakombolewa. Sasa tumalizie Marko 5:4 na 5. Okay, malizia, kuna kitu cha kumalizia. Mstari 30, soma mstari 30. Mstari 30 soma. Anasema, Yesu akamuuliza, jina lako nani? Akasema, jina langu ni Jeshi, kwa sababu pepo wengi wamemwingia. Nilikuwa nataka tuipate hiyo kwamba ni jeshi. Tunashughulika na majeshi. Kwa hiyo tumepata picha, kumbe pepo hawa ni jeshi. Nilikuwa nataka hiyo point ipate. Jina lenu ni nani? Ni jeshi. Kwa hiyo haya ni majeshi ya pepo wabaya. Mungu ametuthibitishia hiyo neno. Twende Marko 5:4 na 5. Marko 5:4 na 5. Neno la Bwana. Kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo, akaikatakata ile minyororo na kuzivunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Pointi yangu, kumbe pepo anaweza kuwa na kumpa mtu nguvu ambayo watu wengine hawawezi kumshinda. Unaona, pepo lilimpa nguvu, wala hakuna mtu aliyeweza kumshinda. Unaona? Kwa hiyo unaweza kuona mtu ana nguvu za kijabu sana. Ni pepo limempa. Kwa hiyo pepo inaweza kumpa mtu nguvu. Endelea mstari unaofuata. Na siku zote usiku na mchana alikuwako makaburini na milimani, akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Sasa huyu pia ndio huyo alikuwa kumbe anaenda mpaka milimani. Ni pepo hilo lilimfanya awe anajiumiza, anajikatakata. Kuna watu wanajiumiza wenyewe. Wengine ni pepo la sigara, uko anajikatakata. Pepo la madawa kulevya, anajimaliza mwenyewe. Ni pepo anafanya mambo ujambazi, maana yake anaweza kupigwa risasi huyu. Pepo la wizi, maana yake anajikata mwenyewe, anaweza kumuibia mtu, watu wakamchoma tairi. Kwa hiyo kuna mambo mapepo mengine, mtu huyu alikuwa anajikatakata mwenyewe. Wewe fikiria mtu anavuta masigara, pakiti nzima, wengine anasema naunga, akimaliza hii anatupa, anaunganisha nyingine na washe ile, anajichoma, anajimaliza, mapafu yanaungua. Anakunywa mwingine gongo au konyaji ama mapombe makali, anaumiza mapafu, anaumiza figo, anajimaliza. Kwa hiyo anajikatakata mwenyewe, anajikatakata. Kuna watu wanajikatakata wenyewe. Lazima tuombe. Huyu alikuwa amefungwa sana. Mungu atusaidie ndugu zangu, tuombe. Nguvu za Mungu ziko tayari. Jiwe la Bwana Yesu Kristo ndiye jiwe kuu lenye uweza. Vita hii katika jina la Yesu Kristo ndio uweza wa kutoka mbinguni unashuka. Mstari ule kumalizia ni Wafalme wa Pili sura ile ya 7. Mstari wa kwanza alafu wa 3 mpaka wa 7. Hapo tunaona kulikuwa na njaa kubwa. Lakini hiyo njaa ilitokana na jeshi la Washamu liliwazingira watu wa Mungu. Halafu mpaka wakashindwa kulima, mpaka kafikia njaa. Sasa walikuwepo na desturi ya kuwatenga watu wenye ukoma. Ukianza mstari wa 3 wakajikuta hawapewi msaada, maana ilikuwa wanapewa msaada, wanakula, lakini sasa kule mjini hamna chakula. Hata wao hawezi kupewa chakula. Kwa hiyo walikuwa na mazingira ya kufa. Wakasema tukikaa hapa tutakufa. Wakasema hivi, sisi tuliendee jeshi. Hiyo ni pointi kubwa sana nataka uishike. Tuliendee jeshi la maadui. Tuliendee jeshi la mapepo. Sasa hao ni watu ambao ni majeshi yako mbele. Wanataka kwenda kwenye jeshi. Nataka upate hiyo spirit. Lazima uwe tayari kuliendea jeshi la falme. Lazima uwe tayari na ujasiri kwamba lazima nikakabili, nitaenda kwa jina la Yesu. Sasa Biblia inasema mstari wa 4 wakaanza kwenda. Mstari wa 5 walipokuwa wanaenda, Mungu akafanya hebu soma haraka hapo. Anzia mstari wa 5 sasa. Neno la Bwana. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko, ili waende mpaka kituo cha Washami. Ndio. Nao walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu. Amna. Kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha mienendo ya magari na kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama. Subiri kwanza. Sasa ndio nataka usiku leo kamata hiyo point. Mungu anachukua mamlaka ndani yake, anaingiza kwako.
maombi yetu. Sasa angalia, kwa kuwa hao watu walienda kivita, wameamua kufuata jeshi. Mungu akasema nimepata watu wanaolifuata jeshi, hawafuati raia, wanaenda kivita hawa. Sasa ngoja na mimi nijiunge. Akachukua na yeye ule, kumbuka naongelea ulimwengu roho. Ulimwengu wa roho ule ambao nimeuzungumza wa roho wa malaika, na yeye akauleta ambao ni majeshi, yakaenda mbele. Ni majeshi ya Bwana yakaenda, yalikuwa yanakwenda katika jeshi inanguruma. Kama leo tungesema walikuwa wanasikia mabifaru, wanasikia ndege zisizo na rubani, wanasikia makombora, wanasikia, wakatetemeka sana. Kwa hiyo unapoamua kuingia vitani, Mungu anaingia vitani yeye, wewe unakuwa kama ishara tu. Hawakoma, hawakufanya chochote, walianza tu kutembea. Mungu akapeleka majeshi, hao ndio majeshi ya Bwana, malaika wakaenda wakaingiza kishindo, wale wakaanza kujitetea. Hebu angalia mstari wa 7, soma mstari wa 7. Kwa hiyo wakaondoka, wakakimbia kungali giza bado, wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kimo chao vile vile kama kilivyokuwa, wakimbia wapate kujiponya nafsi zao. Wakimbie wajiokoe. Yani angalia, wangejua ni wakoma wanne, lakini sio wakoma, ni ulimwengu wa roho, ni nguvu za malaika, ni jeshi la Bwana linaungana na wewe. Watu wanakuona wewe ni mnyonge, wewe ni wa kawaida. Sio wa kawaida wewe. Anza kuomba, jiunganishe na damu ya Yesu, jiunganishe na neno, nguvu ya neno. Ukiingia kwa imani, Mungu atajiunga na wewe, atapeleka jeshi kupitia maneno yako, atapeleka jeshi kupitia maneno yako, ataenda kuvunja falme, zitakimbia, watakimbia. Hata sasa napoongea wanakimbia. Nguvu za Bwana aliye juu, aliyenifunika na uvuvio wa nguvu za Roho Mtakatifu juu yangu, kwa damu ya agano ya Yesu Kristo, na washinda wote. Napeleka jeshi la malaika, ninawaongoa, ninabomoa, ninaharibu, ninaangamiza, ninavunja madhabahu zao, ninavunja silaha zao, ninaharibu territory zao, ninawasambaratisha vikosi vyao, na vunja farasi na mpanda farasi, naondoa magonjwa, naondoa hayo maroho yanayokutesa, maroho ya maskini, maroho ya magonjwa, maroho ya ufukara, toka kwa jina la Yesu, na yakimbiza. Napeleka tetemeko, napeleka jeshi la Bwana liende pigana, lipige vita, lidondoshe hizo falme, zivunje vipande, zipeperushwe kama upepo, kama makapi, na wapeperusha waliokuwa na nguvu, waliokuwa tishio, na wapeperusha, wanapeperushwa, wanapugua, wanafutwa, wanaondoshwa kama vile walivyoshutupwa kutoka mbinguni, na watupa nje ya maisha yako, nje ya familia yako, nje ya maisha yako, na watupa. Shetani namtupa nje, majeshi yake na yatupa nje, na yakanyaga, na yapoteza, yanafutwa, yasionekane tena, nguvu zao zisionekane tena, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Utukufu wa Bwana. Elisha akasema walio pamoja nasi ni wengi zaidi, malaika wetu, majeshi yetu ni mengi zaidi. Akasema Bwana, fungua macho ya Gehazi aone ya kwamba walinzi wa wapiganaji wako wengi. Ndipo Bwana akafungua macho ya Gehazi, akaona kilima kile kilikuwa na majeshi ya malaika yamejaa moto, magari ya moto. Hivyo unalindwa, usiogope, unalindwa, usiogope. Hawakuwezi. Bwana yupo pamoja na wewe, anasema sitakuacha, nitakuwa pamoja na wewe siku zote mpaka mwisho wa dunia. Shetani muongo, hakuna, Bwana hawezi kukuacha. Hata sasa yupo hapo, amekutetea, umeshinda. Mapepo yote yamesambaratika. Pokea mwanzo mpya, pokea utukufu wa Bwana. Furaha ya Bwana ni nguvu zako, furaha ya Bwana ni nguvu zako.
Pokea furaha ya Bwana katika jina la Yesu Kristo. Imekuwa kwako, sema amin.